Kikawaida yapo matukio mengi sana ambayo yanawashangaza ulimwengu, lakini pia yapo matukio ambayo idadi ya watu wengi hujitoa uhai na hata pia huchukua familia zao kwa ajili ya kuweza kuhakikisha haya matukio basi yanaenda kama ambavyo wanatarajia yaweze kutokea. Sasa kuna moja kati ya tukio ambalo lilitokea miaka kadhaa iliyopita. Tukio hili lilikuwa ni moja kati ya familia pamoja na ndugu ambaye alipaswa kwenda vitani. Sasa hii taarifa ipoje ama haya matukio yapoje? Kwanza tuanze kwa kulifahamu hili tukio. Umewahi kusikia habari za mwanajeshi huyo? Familia yake, mkewe na mtoto wake alijiua ili tu yeye aende kwenye operation ya kijeshi ambayo kupona kulikuwa ni 1% chache kuliko kufa. Sasa nifuate namna ambavyo ilikuwa. Kazi nzuri ya mamlaka za nchi ya Japan katika kuzuia kuvuja kwa kisa hiki hakuzuii waandishi wa vitabu waliojua ukweli kuandika juu ya habari za askari huyu wa kipekee kuwahi kutokea. Anaitwa Hajime Fuji. Alizaliwa Agosti 30 mwaka 1915, mtoto wa kwanza katika familia ya watoto 7 ya mkulima mmoja huko maeneo ya Ibaraki nchini Japan. Matakwa ya familia ilikuwa ni kwamba Hajime awe mrithi na msimamizi wa mashamba ya familia, lakini Hajime alijiona hata kuwa bora zaidi kama akiwa mwanajeshi, hivyo alijitolea kujiunga na jeshi. Akitokea katika kikosi cha wabeba mitutu, Hajime alionyesha uwezo wa ajabu, swala lilopelekea ajumuishwe kwenye kikosi tena mstari wa mbele katika uvamizi wa nchi ya Japani huko Manchuria nchini China. Wakati vita inaendelea, kwa bahati mbaya aliumia katika mkono wake wa kushoto. Haraka alipelekwa katika hospitali moja karibu iliyokuwepo katika moja ya miji ambayo chini ya Japani ilikuwa inathibitiwa. Hospitalini hapo ukawaje? Wakati hospitalini hapo, Hajime Fuji akikutana na nesi mmoja aitwaye Fakuko. Wakati wote wa matibabu yake yalitokea kupendana na hakupita muda mrefu akakubaliana kuoana, lakini haikuwa hivyo kutokana na walivyokuwa wamekubaliana. Hivyo waliishi katika mahusiano kama mke pamoja na mume. Lakini uwezo wake haukumwacha nje ya mstari kwa muda mrefu. Mara hii Hajime Fuji alichaguliwa kujiunga na chuo cha kijeshi ambacho haswa kililenga kuendeleza ujuzi kwa wanajeshi wa anga waliokuwa na vipaji fulani. Kutokana na jeraha katika mkono wake wa kushoto, Hajime hakujiingiza kabisa kwenye mafunzo ya urubani wa ndege. Hili halina utata, lakini utata umeibuka pale ambapo mamlaka za nchi hiyo ziliamua kuficha kitengo harisi ambacho bwana Hajime Fuji alisomea. Lakini mwisho wa mwaka 1943 bwana Hajime Fuji alihitimu rasmi mafunzo yake haya ya kijeshi na moja kwa moja alipelekwa katika shule ya kijeshi itwayo Hamagaya Army Aviation School kama msaidizi na msimamizi wa makuzi ya tabia za wanafunzi kwa ujumla. Alisifika kama mtu mwenye haiba na tabia njema, kamwe hakuyakimbia matatizo alipofika. Hajime alikuwa ni mtu wa kipekee sana. Kuna kipindi alinukuliwa akiwaambia wanafunzi wake kuwa ikilazimika unganeni ndege katika kambi ya maadui au katika meli, na mara zote alipokuwa anawaelekeza kuhusu mambo ya utii na uzalendo, basi Hajime mara kadhaa aliishi kusisitiza ya kuwa siwezi kuwaacha mfe wenyewe, bali mimi kama msimamizi wenu wa karibu nitaendelea kuambatana nanyi. Hajime Fuji, askari wa aina yake ambaye mara zote alisisitiza kuwa maneno na matendo lazima viende sambamba. Kuthibitisha haya, alijitokeza kuomba nafasi ya kushiriki katika operation ya kijeshi ambayo uwezekano wa kurithi uhai au kurudisha uhai wake ulikuwa ni mdogo sana ukilinganisha na kufa. Maombi yake mawili hayakujumuishwa katika kikosi hicho, yalikataliwa na viongozi wa kijeshi. Kama mwalimu asingeweza kuachwa aende vitani kwa wakati ule, lakini pia katika hicho kipindi tayari alikuwa baba wa watoto wawili. Mahusiano yake na Fakuko yalibarikiwa watoto wawili wa kike. Kuwa msimamizi wa familia kulimzuia kushiriki katika operation hii. Mara zote Fakuko hakukubaliana na uamuzi wa mmewe kutaka kushiriki katika hizo operation, lakini sauti yake haikuwa na nguvu ya kubadili mawazo ya mmewe. Hata yeye mwenyewe alianza kuzielewa hisia za mme wake juu ya nchi yake. Hiyo operation iliwahusisha wanafunzi wake ambao hakutaka watenganishwe na chochote kile. Lakini mwishoni mwa mwaka 1944 mwenendo wa vita ya pili
pili ya dunia, ukitoa matumaini kwa nchi ya Japani ambayo ni wazi ilidhani ya kuwa inaendelea kushinda vita hiyo. Mkewe wa Hajime, mwana mama Fukuko, aliwachukua mabinti zake wawili pamoja, wakaelekea nje kidogo ya mji, eneo moja ambalo lilikuwa mto mkuu wenye maporomoko ya maji. Hapo kwa pamoja walijitosa kwenye maji na kukatisha uhai wao kupitia mto huo. Asubuhi ya siku hiyo iliyofuata, ilikuwa ni tarehe 15 mwezi wa 12 mwaka 1944, miili mitatu ya mama na wa miaka 24 na wanae wawili wa kike, mmoja mwenye mwaka mmoja na mwingine mwenye umri wa miaka mitatu, ambaye mkono wake ulifungwa kamba iliyomuunganisha na mama yake, iligunduliwa kuopolewa kwenye mto. Habari hizi nzito zilipofika kwa Hajime, haraka aliwahi eneo la tukio akiwa na majonzi yanamlengalenga. Yalisikika akisema kwa sauti ya chini, labda leo nitamwaga machozi, tafadhali nisameheni japo kwa leo tu, naombeni mnielewe. Maneno haya ya uchungu yaliyatamka huku akiwa anaficha machozi yaliyokuwa yakimtoka kwa kuinama na kupangusa michanga katika mwili wao wa wapendwa wale waliokuwa wamefariki. Mara zote huwa naambiwa wanafunzi wangu ya kuchukua hatua ya kujiua pindi inapohitajika, lakini ona mimi mwenyewe hata siwezi kufanya hivi, aliendelea kulalamika huku machozi yakimtoka kwa wingi. Baada ya muda, Hajime alipata barua ya mwisho ya mke wake, barua ambayo alijumuisha maneno haya: kwa sababu ulikuwa na mashaka kuhusu sisi, usingeweza kuwa huru kutekeleza majukumu yako ipasavyo. Kwa sababu tulikuwa upande wako, sasa tumeenda mbali na tutakusubiri, tafadhali pigana bila kusita. Lakini alipofika jikoni baada ya mazishi ya mkewe na watoto wake wawili, Hajime aliandika barua kwa mtoto wake wa kike aliyefariki tayari, barua iliyokuwa na maneno mengi ya huzuni, huku ikisisitiza ya kuwa yuko nyuma yao na muda si mrefu atawafuata. Barua hii Hajime Fuji aliacha kwa mdogo wake wa kike ambaye alitunza kwa muda wote. Serikali ya nchi ya Japan ilisitisha zoezi la kunakili data na kutangaza kuhusiana na kifo cha mkewe na watoto wa Hajime, lakini wanafunzi na maafisa wenzie wa kijeshi walizipata fununu kuhusiana na msiba huu mkubwa uliomkuta mwenzao. Kwa mara ya tatu sasa Hajime alidhamiria kufa. Mara hii aliandika pendekezo la kuomba kibali cha kujiingiza katika operesheni maalum, akitumia damu yake mwenyewe kulingana na hali halisi ilivyokuwa. Wakuu walimruhusu na sasa akawa sehemu ya kikosi. Vita itakavyoanza, wataanza kushambulia kwa njia ya anga dhidi ya vikosi vya Marekani. Basi kikosi cha wanajeshi 12 chini ya kamanda Fuji kiliingia mzigoni, lakini kwa bahati haikuwa yao, kwani kabla hata ya kufika katika eneo walilokuwa wanalihitaji, waligunduliwa kwa upande wa kikosi kimoja cha jeshi la Marekani. Ndege yao ilipata hitirafu na katikati walijiokoa, kama sio kujiua waliangukia meli moja ya kijeshi ya Marekani iliyokuwa imetoa maeneo ya jirani. Ajali mbaya ilitokea huku zaidi ya wanajeshi 158 wa Marekani wakipoteza maisha. Kikosi chote cha Fuji nacho kilipoteza maisha siku hiyo. Hapa akawa ametekeleza hadi alompa binti yake ya kuwa hatokawia sana, atajiunga nao muda si mrefu. Kaburi lake na yale ya familia yake yapo katika mji mdogo, lakini pia kule ilibaki mkoa ambao ulizaliwa kila mwaka. Kuna tarehe baadhi kati ya wanafunzi wake walisalia huwa wanaenda pale kutoa salamu za kumbukumbu kwa kamanda huyo. Mimi ni Ezekia Mtero kutoka hapa Baharia TV. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.